Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Sasa hivi ndivyo ambavyo mwinjilisti unatakiwa jioni, au mtu ambaye amebeba nafasi ya Kristo, yoyote ile na Kristo ana nafasi ya kuhubiri Injili. Hivi ndivyo ambavyo unatakiwa jioni unapoenda kumwambia mtu habari njema. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Kuna mtu amefika hapo? Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Alifika some hapo. Nataka sasa asome mtu wa namna hii. Alifika some mwenye Biblia. Kuna mtu mwenye Biblia? Matendo ya Mitume 1. Fungua hapo bro. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8. Unapokuwa chuo, shuleni, kila sehemu ambapo Kristo amekuweka, kazini, wewe ni shahidi wa Kristo. Neno shahidi ni kwamba unaenda kusimulia yale ambayo umeona Kristo akitenda kwanza kwenye maisha yako na kwenye maisha ya mtu mwingine. Yesu atukuzwe. Kwa ndio maana pale Matendo ya Mitume sura yake ya 2, baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia wale mitume, unajua Petro anasemaje? Petro akasimama akaanza kushuhudia yale ambayo aliyaona na yale ambayo Kristo alimsimulia na yale ambayo Kristo aliwaambia kwamba mtapokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Petro anasimama anaanza kuhubiri habari za ushahidi, kuthibitisha kile ambacho wamekiona. Sasa tunapoenda mtaani kuhubiri, au tunapokuwa mashuleni, tunapokuwa katika kazi zetu, tunapokuwa katika shughuli zetu, sisi ni mashahidi. Sasa mashahidi, unasimulia for detail kile ambacho umekiona Kristo akitenda ndani ya maisha yako. Sasa shahidi kazi yake ni kusimulia. Kazi ya msikilizaji ni kuaccept, kukubali au kuto kukubaliana na kile ambacho unakisema. Yesu atukuzwe. Ndipo pale ambapo mtu akikubali kutokana na ushahidi au na kile ambacho amekisumulia, pale tunasema sasa mtu amemkubali Kristo na ameokoka. Haleluya. Kwa hiyo hapo alikuja shahidi mmoja akakushahidisha akakwambia kwamba nimeona Kristo akiponya, nimeona Kristo akisamehe wenye makosa, nimeona Kristo akiwahesabia na kuwafutia madhambi wote ambao wamesumbuliwa katika vitu viovu. Baada ya kukupa ushahidi, ule ushahidi ukaupokea. Baada ya kuupokea kwa kusikiliza ama kwa kuona mtu kaponywa, ukamwamini Kristo na leo uko Kinondoni Fire. Pigia Yesu makofi. Sasa iko hivi, kwa tunapoenda mtaani jamani, tunaenda kufanya ushahidi. Ndio maana tunaenda kushuhudia. Kushuhudia ni kwamba unaenda kushuhudia kile ambacho umekiona. Sawa Sio kwa watumishi wa Bwana. Okay. Kwa ndani ya ufahamu wako unapokutana na mtu, tengeneza sentensi nzuri ya kutoa ushuhuda ambao umeuona au kutoa ushahidi ya kile ambacho umekiona Kristo akitenda ndani ya maisha yako. Sasa hapa kuna vitu kadhaa simple sana ambavyo ni best tu za kawaida ambazo mtu ambaye amemwamini Kristo inatakiwa, au mtu ambaye ni mwinji ambaye anataka kwenda kuhubiri street gospel, kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa uwe navyo na vingine usivifanye unapokuwa mtaani kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa mtaani kuhubiri Injili, kuna vitu ambavyo vya msingi sana ambavyo unatakiwa usivifanye. Umeona Bwana, usivifanye unapokuwa mtaani kuhubiri Injili. Sasa kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ujue, kuna tofauti kati ya injili ya majukwaa, injili ya mtaani, injili ya mtu kwa mtu, injili ya vipeperushi, injili ya nyumba kwa nyumba, injili mashuleni. Sasa unapoitwa katika wigo mpana wa kwenda kushuhudia, unatakiwa ujijue umeitwa katika sehemu ipi. Je, umeitwa katika kushuhudia au kuinjilisha kwa njia mashuleni, ana kwa ana, injili ya majukwaa, injili ya mtaani, ama injili ya kwenye gari? Kuna watu wanapanda kwenye magari wanahubiri habari za Kristo, ama injili kwa njia ya vipeperushi. Sasa ukishajifafanua umeitiwa wapi, ndipo taacha kukanyagana na kuingia kwenye kazi ambayo haikuhusu. Sema amina. Kwa hivyo sasa iko hivi, kwa mfano umeitwa katika injili ya mtaa, state gospel. Hiyo ni injili ambayo ni tofauti na injili ya majukwani. Injili ya majukwani ni unatoa mwaliko, watu wanakufuata ulipoweka jukwaa. Injili ya mtaani ni hautoi mwaliko, unawafuata walipo. Haleluya.
Yaani kama unaenda kuwafanyia fujo hivi mahali ambapo wapo. Sasa injili ya jukwaa ni mtu anakufuata, anafuata utaratibu ambao umeweka kwenye mkutano. Viti vitakuwepo, kama ni kusimama atasimama, na kuna mpangilio wa ratiba ya ibada. Lakini street gospel ni tofauti na injili ya majukwani. Injili ya mtaani ni injili ambayo kwanza, kitu cha kwanza, unapokuwa mtaa, uishi kama watu wa mtaa. Sema kama watu wa mtaa. Kama watu wa nini? Wa mtaa. Ndio maana inaitwa injili ya mtaani, sio injili ya majukwani. Sasa watu wengi tunaipeleka injili ya mtaa, tunaichukua injili ya kanisani, tunaipeleka kuwa injili ya mtaani. Baba paroko unakula bonge moja na tai. Bonge moja na tai na bonge moja la mtabu hilo. Yaani unatembea kitaa Manzese hiyo, anaona kujua yule mlokole yule. Bonge moja la suti limetuna. Na ukifika tu unaanza kusema Bwana anasema acheni dhambi. Bwana anasema mtubu, kwa sababu msipotubu nimeleta injili ya moto. Injili yangu ni injili ya maonyo. Wewe unajifanya unajua kuonya kuliko Yesu. Injili ya maonyo. Wewe mwenyewe umeokoka kwa bahati tu, kwa ngekewa. Yesu amekutunuku ukapata wokovu. Sasa zinakunja ndita hapo, unakuwa na hasira kuliko mwenye kazi. Mwambie rafiki yako zote. Hivi vitu vinaenda taratibu. Sasa iko hivi, unapokuwa mtaani kuhubiri injili, tambua kwamba namba moja, upo mtaani. Sema nipo mtaani, sipo kanisani. Sasa iko hivi, unapokuwa mtaani kwenye shughuli zako, ndivyo ambavyo unatakiwa uhubiri injili ya mtaani ulivyo. Namna unavyovaa kwenye shughuli zako. Na mama chache sana kulikuta mimi kitani nimenyonga suti na kuvaa kaunda. Sio kwamba sina, nazo pamba kali za kutosha. Lakini najua sehemu gani hapo naenda kuhubiri. Naenda kuhubiria mawinga wameshika vitambaa, wamegonga ya force au chini wameweka ndara. Kwa hiyo natakiwa ninapoenda kuhubiri kitaa, ninaenda kama naenda Kariakoo kwenda kuzimua mzigo. Sasa vaa yangu iwe kama mtu wa harakati ambaye ninaenda Kariakoo. Yesu atukuzwe. Ya isiwe kama mtu ambaye ninaenda kanisani. Kanisani navaa official. Hapa kila mtu amependeza, yuko official. Unaenda kanisani. Lakini unapokuwa mtaani, vaa kama unavyokuwa nyumbani. Yesu atukuzwe. Na hiyo ndio true evangelist. Hapo fake maisha. Mtaani watu fake maisha. Hatuleti propaganda za kufeki maisha. Yaani unapoishi kitaa, unapovaa mtaa, na ndivyo mtaa unavyotakiwa unapoenda kuhubiri injili. Uwe hivyo hivyo. Kwa sababu gani? Unatengeneza wigo na mbona mhubiria ajue kama ni mtu tu kama yeye. Asikone kama mtu special hivi. Baba paroko fulani ambaye umekuja kwa ajili ya ngoma la moto. Kwa hiyo ukishafika pale umevaa nguo zako za kirokore, nguo zako za kipendo ambazo unaenda nazo Jumapili kanisani. Kama unakutana na Muislamu huwa anafunga masikio, akusikilizi. Umekutana na mvuta bangi, hauna nguo ambayo inamfanya aje karibu, ajione kuwa yuko sawa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nguo inahubiri. Sio hivyo? Bwana walimwambia Petro hata vaa yako ni sawa na vaa nani? Ya Kristo. Nguo ambayo unaihubiri. Sasa tunapokuwa mtaani tunaenda kuishi maisha kama ya watu mtaani. Kwa hata tunavyotembea. Yaani usifeki mtembeo wa kirokore. Sijajua hapo mtembeo wa kirokore umekaaje hapo. Sasa kwa hivyo rafiki zangu, tunaenda kuhubiri mtaani ambapo tunaishi sisi wenyewe. Sasa yale maisha mtaani inatakiwa tuyarete kwenye uhalisia. Kitu kingine ambacho tunatakiwa kufanya ni kwamba lugha yako ambayo unaongea, kule mtaani awelee lugha akipendwa. Uwezi kumwambia mtu wa mtaani Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi sana tunapohubiri mtaani na tukisema Bwana Yesu asifiwe, huwa tunajitikia wenyewe amina. Si ndio hivyo watumishi wa Bwana? Hakuna ambaye utamwambia mtaani Bwana Yesu asifiwe akaitikia. Hayupo hata mmoja. Hayupo. Wewe tunaenda kuwahubiria watu kitaa ambao inatakiwa tuwajue desturi zao na tujue haiba za watu wa mtaani wamekaaje, namna kuwaingia. Wale watu wako kimwili, hawako spiritual. Kwa hiyo una jukumu mwinjilisti au mhubiri ukiwa sehemu yoyote kuwatoa katika mazingira ya kimwili na kuwasogeza katika mazingira ya rohoni. Sasa mtu kumtoa katika mazingira ya kimwili, kuna tekniki ambazo unatakiwa uwe nazo za kumtoa mwilini kumpeleka rohoni ili unapomhubiri apate kulipokea. Mtu akikunja akaweka ndita,
Unapokuja tu akajua yule ni mhubiri, tayari anajua anahubiri habari za wokovu na msamaha wa dhambi. Kwa ni vyepesi sana kukunja masikio na asipate kukusikia. Hebu angalia Paulo alivyoingia Asene. Kafika Asene akakuta watu wameweka masanamu ya kutosha. Wale watu wanapiga pesa, wanapiga hela kwa kuuza masanamu. Jamaa alipofika na mkubali Paulo. Kafika ile sehemu akaangalia masanamu, akasema hawa anaingilia kwenye kiki gani? Nikiingilia kwenye kiki ya Torati ya Musa, watu hawatanielewa. Tunaingiaje hapa Asene ili wapate kunielewa wafua vyuma na watengeneza masanamu? Paulo akasema, sikia niwaambie watu wangu, nimeona nimepita katika miji yenu nikakutana mnaabudu kwa Mungu. Mna taratibu nzuri za ibada. Anawasifia. Haleluya. Anafanyaje? Anawasifia ili take attention. Waingize kwenye mfumo walipue. Akamwambia, pigia Yesu makofi kama nampigia. Akamwambia, katika pita zangu nimeona kwa mnaabudu kwa mna ratiba nzuri na utaratibu mzuri wa ibada. Lakini katika bango moja ambalo nimepita mtaani kwenu Manzese, Buza, Kinondoni kwa Mama Kibonge, nimeona kuna bango limeandikwa kwa mtu mnaabudu kwa Mungu asiyefanyeje, asiyejulikana. Akamwambia, sasa leo sikieni jamani, nawaletea habari njema masisi na mabaria wafia vyuma. Leo nimemleta Mungu ambaye nyinyi mnamwabudu pasipo kumjua. Wakategea sikio. Kwa sababu watu wa Asene, maandiko yanasema ni watu ambao walikuwa wanapokea habari zozote zitakazoingia. Wakasema, tunakuona kama unaleta habari za Mungu mgeni. Hayo watu kae kitako mwanangu afaida tukusikilize. Unaongeaje? Ameshawasaundisha waingia kwenye mfumo wao. Ameiga lugha yao. Amemsifia Mungu wao. Amewavuta. Wanamwona kuwa ni mtu wao. Kwa ni vyepesi mtu kufungua moyo na kumwambia Yesu anakupenda. Akaitikia. Haleluya. Kwa Paulo anahubiri zile injili, anafungua mioyo kwanza ya watu wanamkubali, watu wanampenda, afu wanampokea. Lakini kutosha hivyo, Yesu Kristo wakati anahubiri habari za injili, wakati anasema habari njema ifika kwenye yale makundi, Yesu hakuanza dipa. Kuna step ambazo Yesu alifanya. Kwanza ni kuunganisha mahusiano ya kwako wewe mhubiri na yule ambao unaenda kusema naye habari njema. Wewe kwa mfano unafika sehemu, kwa mfano kuna watu wanauza duka, wanafanyeje? Unatakiwa anze lugha ya kipendo ya kiduka, habari mangi safi, uko poa. Bwana unauzaje hizo, unauzaje na nini? Kwa mfano unaenda kununua rula au unaenda kununua kompasi, unauzaje mchele labda 2700. Bwana mchele wako ni mzuri mangi. Nasema ndio bwana. Hii duka ni kwako ni hapa ndio. Sasa mangi sikia, mimi naitwa Madison. Wewe unaitwa nani? Kwa ni mangi. Sasa mimi naitwa, kwa mfano naitwa, watu wa Chago wanaitwaje wale? Naitwa kwa mfano unasema Kimario, kwa mfano nauza Kimario. Sema Kimario unatokea wapi? Wewe ni Mchaga wapi? Nasema kwa mfano Mchaga wa Mrongo. Bwana uko vizuri. Dukani kwako hapo umeshatengeneza wigo la mahusiano. Mtu anakusikiliza. Kwa pale unapoenda kuachilia kitu chako special, umeshamvuta na amekusikiliza. Na akikukataa, sasa hapa ndipo watu wakati tunafeli. Akikukataa, watu wanakuja mzigo, anasema wakiwakataa kunguteni mavumbi au unakuvuta mavumbi unaondoka. Hapana, akikukataa tengeneza mahusiano mazuri tena. Tengeneza mahusiano mazuri kwa utakaporudi mara pili akupokee kama rafiki. Na ndio maana mtaani tunapohubiri watu washazengua kinoma. Yaani wameaga vibaya. Yaani paka unapoenda kuhubiri unaanza kustart upya kuwavuta sasa watu wakusikilize. Watoe kwenye zana wa kuhubiri waje kwenye zana kipenda kirafiki wakusikilize. Kwa hiyo wainjilisti wengi wamechoma kitaa, wamehubiri mwishoni wanamaliza vibaya. Sasa wanatupa tabu, watu wakija kuhubiri hakuna wigo mzuri wa kuunganisha. Sasa iko hivi. Sasa kitu kingine ni kwamba tambua kwamba wako mazingira na wao ya kawaida. Unaishi ni watu kama wewe, wanahisia, wanachukia. Punguza maneno yale ya ajabu. Leo nimekuja kuhubiri injili ya moto. Moto wenyewe uko wapi? Unamtisha nani wewe? Injili ya moto. Moto ni mmoja tunaosubiria kule mwisho ambao sio amini watatupwa kule. Injili ya moto ya wapi? Ni hiyo injili si Yesu alimkataza Petro. Baada ya kufika pale Petro kwenye kile kijiji, Petro akachukia akasema Bwana washushie moto. Yesu akasema hujui roho gani iliyoko ndani yako. Yesu atukuzwe. Sasa kuna maneno mengine maneno ya kipendo ambayo tutaki kuyapeleka mtaani. Kwa mfano madhabahu. Hii ni madhabahu. Bwana akashukia katika madhabahu. Mjomba Asumani, mjomba Kapegere, Anko Chimani amekaa pale anajua madhabahu ni nini. Haelewi. Kwa anaona kama vile unacheza. Kwa hiyo rafiki zangu na muda wangu unakimbia kweli yani. Kwa hiyo ndugu zangu watakatifu wa Bwana. Kwa hiyo tunapoingia kitana tunapohubiri
kuna vitu hivi tunatakiwa tuviepuke, tuipende lugha yao, tuwapende wanavyoishi na namna wanavyoishi. Tukiwapenda, tukishaingizia habari njema, inakuwa ni vyepesi kutupokea. Tunawatengeneza bonds ya urafiki ili tutakaporudi tena tupata kuhubiria habari njema. Ngoja nikupe testimony. Kuna nyakati ambazo nilikuwa nahubiri mtaa fulani, wakati ambapo kumaliza nilikuwa nahubiri mtaa wa Kongo. Nilipokuwa nahubiri mtaa wa Kongo, nikasukuma gungu hiyo siku, nikahubiri. Akaja rasta mmoja wa mtambo, nilikuwa nahubiri, rasta man kinoma. Nikahubiri injili, akanisikiliza kwa makini. Nikahama mtaa mwingine wa pili, sijui nilienda Nyamwezi, nikahubiri injili, rasta akanisikiliza. Nikaenda mtaa wa tatu, akahama na mimi. Pale sikutaja acha bangi, kwani hajui anavuta bangi. Hubiri Yesu. Kwani usiposema bangi mtu hajui kwa unahubiri neno? Yule mwanamke, Yesu Kristo, mwanamke Msamaria, alimwambia acha uzinzi. Hakujua kwa anafanya uzinzi. Alimhubiria nini? Maji. Kunywa maji kwangu. Wapelekee maji, wamwage maji, sio ya DAWASA. Haleluya. Kwa unaenda kumhubiria kwamba kwa mfano acha pombe, analewa. Sasa fanyeje? Ndugu zake ashamwambia acha, baba zake ashamwambia acha, na wewe unakuja acha. Ni kama vile unampigia gitaa mbuzi. Kwa kinachokiwa ni nini? Mhubiri Kristo. Yesu ni mpana sana, amejaa huku, ana mambo mengi ya kuhubiri kuhusiana na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na muda wangu ndio unavyoisha. Mambo alikuwa zituka ni dondoo chache ambazo tulikuwa nazo. Mambo yote yaenda kwa utaratibu. Mungu ni mwema. Kwa vitu kama hivi ambavyo tumevisema, jua mazingira, jua unamhubiria nani, uko sehemu ipi, jua injili ilionayo, injili ya mtaani. Haina tufungue ibada. Ibada utaifungua kwenye injili ya majukwani. Injili ya majukwani ndio kuna kufungua ibada. Na watu wengi wanachoma hapa. Tufungue ibada. Kuna nyimbo za Kikristo kibao ambazo tunapiga. Natakiwa tufanye kitu ambacho na watu wa mtaani kikiona kinaleta bounce kwao. Kwa tunatengeneza kule. Ibada ushaifungua, kuishi katika Kristo pia wewe ni moja kwa ibada. Kwa tunapoingia mtaani tunatengeneza urafiki wa mahali pale, tuna take attention, watu wanatusikiliza, kusha take attention na watu, na hubiri habari za uzima, wanaomwamini Kristo wanamwamini, wasiomwamini kesho tunawarudia, maana kuokoka ni swala la muda. Sema amina. Sema amen. Amina. Basi unaweza kufunika macho, lakini kabla hatujaenda kufunika macho, kwa sekunde kama 3, maswali mawili tu, kwa sekunde 3, chap kwa sekunde kama kwa dakika 2. Mkurugenzi, dakika 2. Maswali mawili au 3, maswali matatu. Kwa hiki kitu ambacho tumejifunza, ambacho nataka kuuliza, maswali matatu. Nyosha mkono chap. Hamna wengi hapa, mmenielewa sana huko? Hamna hata ukakasi nikiwa nahubiri. Acheni kunizuga hivyo. Mtu anyoshe basi mkono aulize. Nitawauliza afu mtanishangaza na nitaombea kameramani akumulike. Tuonekana uko kwenye ibada. Okay? Karibu. Pale kuna mkono, kuna kaka pale, kuna bro na kuna pale. Okay, sasa usiuko mbali kwa bike itakufikia. Tuanze na huyu hapa kaka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni swala la mazingira, kwamba uendane na mazingira, na penda kujua kwamba tahadhari gani tunaweza kuzichukua, kwa sababu mara nyingi mtu anaweza akaenda katika maeneo ambayo watu wanaongelea masuala ya mpira, akajikuta ameacha habari za Mungu akaongelea tena mpira, akatoka hiyo. Sasa tuchukue, kuna tahadhari yote ya kuchukua, tuendelee kukopa na mazingira. Okay, sawa. Tahadhari ya kuchukua ni kwamba unajua wewe ndani yako una nguvu kubwa kumbadilisha mtu. Kwa unapoingia kwa mfano kwenye banda la video, ukikuta watu wanazungumzia mpira, kwanza unatakiwa usome motion yao kwamba wanazungumzia mpira kwa namna ipi. Je, unaweza ukapata chance ya kupenyeza neno? Ukiona sehemu kwamba huwezi kupata chance ya kupenyeza neno, usihubiri sehemu hiyo. Kama unafanya fursa kwenda kwenye magenge mengine, amsha genge lingine. Kaangalia, je, unaweza kupata chance ya kupenyeza neno katika mazungumzo yao? Yaani soma mtiririko wa mazungumzo yao. Mazungumzo yao atakuruhusu penyeze kitu. Tumishi wa Bwana, unaelewa hapo? Okay, kwa tahadhari ambayo unatakiwa uchukue kwamba usiingie ukazama
ukaanza kubonga story kama wao wanavyoongea. Wahamishe katika mada ambao unajua kuwa kwenye kundi unaongea na mtu akaja tu akabadilishia mada. Sio gani inatokea? Sasa ukiingia pale wewe unatakiwa umbadilisha mada, so msupport mada. Kwa utenda nao baadaye unawachinchia, unabadilisha mada. Swali lingine hapo. Mimi nilikuwa nauliza labda katika kuhubiri kwako kuna changamoto labda unakutana nazo, kuna wakati unaweza ukafika sehemu unahubiri ukafukuzwa, huo unapokeaje yale mazingira na unakabiliana nayo? Okay, pale Kariakoo kuna mtaa mmoja anaitwa mtaa Grey na Sikukuu. Pale sio kufukuzwa tu, aishaye kunivunjia speaker. Kidogo nichezee vitasa, na kuna siku nahubiri mtawarawa alinishushia chupa. Kwa hiyo sehemu kama zile mara ya kwanza hapo anakataa. Lakini kawaida neno gari linabadilisha mtu. Ukiona sehemu anakuletea vurugu na fujo, funga kwa hiyo siku, nenda. Usihubiri hiyo sehemu. Usitumie hasira, tunahubiri kwa injili ya upendo. Kwa hiyo funga hiyo sehemu, nenda mtaa wa pili. Lakini hakikisha hiyo sehemu naiombea na kesho tena unarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sehemu mimi aliponivunjia speaker, kwanza nilichukia siku nilijaa sumu kinoma, sema wanavunjaje speaker? Walimvunjia speaker matairi, nilikuwa natumia speaker feedback. Lakini nilichofanya nini? Nilirudi kidogo niseme ghetto. Nilirudi kanisani. Baada ya kurudi kanisani nikaiombea hiyo sehemu. Baada ya kuiombea hiyo sehemu, ikarudi hiyo sehemu na Waarabu sana pale wanauza masuala mafriji. Nikarudi tena. Niliporudi mara pili, yule Mwarabu ambao jana walinifanyia vurugu, akamwona ametulia na nisikiliza. Na baada ya kumaliza akanitia 5,000 ya sadaka. Sema amina. Swali lingine lilikuwa wapi? Swali la mwisho. Wameisha au yapo kaka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nimesikiliza vizuri nikapata kufikiria uliwahi kuhubiri injili mtaa wa Sinza, Afrika sana. Pale kuna changamoto ya wadada zetu ambao kwa namna ya kawaida sisi tuliookoka tunaona kama ni ngumu kuwafikia. Labda uliwahi kupita hiyo mitaa ukajaribu kuhubiri? Mitaa Sinza sijawahi kupita. Ila nihubirige mtaa wa Concord. Kuna watu wenye mazingira kama Kongo pale unaitwa mtaa wa Concord. Nilichokuja kugundua kitu kimoja, wale watu wanahitaji neno ambalo neno lina upendo mwingi ndani yao. Kuna siku nilienda kuhubiri, siku nilikataa. Nikasema kuna watu ni maraya. Mtaa mzima waliamka. Mtaa mzima wale madada poa pale mtaa wa Kongo akaamka. Lakini karudi nikaja kufikiri nikasema okay, watu wanapitia station na wengine sio kwamba wanafanya kukupenda, mazingira labda nyumbani kwao, wengine wakakupenda, wengine mazingira ni magumu ndio wamewafanya waende mahali pale. Umeona? Sasa kitu gani ambacho natakiwa tupeleke? Tupeleke injili ambayo Kristo alimwambia mwanamke Msamaria. Muonyeshe, mfunulie kuhusiana na madhara ambayo na namna gani kujikwamua. Tayari anajua madhara ya dhambi ya Bwana ifanye. Kuna masuala magonjwa ya ngono na hivi anaelewa. Umeona? Kumfunulie namna gani ya kutoka, peleka suluhisho. Namna gani atoke katika yale mazingira. Aliyezumba mbingu na nchi, bariki, pigia Yesu makofi. Haleluya. Mungu akubariki. Amen. Amen.